Naam, habari za wakati huu, karibu tena. Ni wakati mwingine tena tunakutana hapa tuendelee kuhabarishana taarifa mbalimbali. Leo limetokea tukio kubwa Tanzania, ambapo mitandao ya taasisi za Tanzania imedukuliwa. Polisi pamoja na serikali wametoa onyo kali kwa wote ambao wamehusika, lakini pia kusambaza taarifa potoshi pamoja na uzushi siku ya leo baada ya kudukua akaunti hizo. Lakini swali linabaki ni je, nani amehusika na kudukua akaunti hizo? Lakini pia ni kwa nini karibia akaunti zote nyeti zimedukuliwa kwa siku moja? Lakini pia nimekusogezea hapa mifano ya nchi 5 kati ya nyingi ambazo taasisi zake pia ziliwahi kudukuliwa. Moja kwa moja tuangalie kiundani zaidi taarifa hii, ambapo serikali ya Tanzania imeonya juu ya ongezeko la matukio ya upotoshaji kupitia mitandao ya kijamii kufuatia taarifa potofu zilizochapishwa kwenye akaunti zinazodaiwa kuwa za taasisi mbalimbali za umma na binafsi. Jeshi la Polisi Tanzania limetoa taarifa rasmi likikanusha kuhusika na taarifa zilizosambazwa kupitia mtandao wa X, zamani Twitter, zikidaiwa kuwa zimetoka katika akaunti yao. Inaelezwa kuwa watu wasiofahamika wameingia kwenye akaunti ya jeshi hilo na kuanza kuchapisha taarifa mbalimbali ambazo jeshi hilo limekanusha kuhusika nazo. Taarifa ya jeshi hilo imesema taarifa zilizochapishwa ni za uongo, zisizo na maadili na zina lengo la kupotosha umma. Jeshi hilo limeeleza kuwa halijaandaa wala kusambaza taarifa hizo na tayari linaendelea kuwatafuta watu waliotengeneza na kuzisambaza ili wachukuliwe hatua za kisheria. Sambamba na hilo, taarifa ya Katibu Mkuu wa Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo na msemaji mkuu wa serikali imethibitisha kuwepo kwa ongezeko la akaunti feki zinazofanana kwa jina na zile halali za taasisi. Akaunti hizo zimetajwa kuwa zimekuwa zikitumika kuchapisha taarifa za upotoshaji zenye nia ya kuzua taharuki kwa wananchi. Mbali na jeshi la polisi, mitandao mingine inayodaiwa kuwa imeathirika na matukio hayo ni pamoja na Tanzania Investment Center TIC, huku mitandao ya Airtel Tanzania na klabu ya Simba ikitajwa pia, ingawa taarifa hizo bado hazijathibitishwa rasmi na mamlaka husika zinazomiliki mitandao tajwa. Serikali imewahimiza wananchi kuwa makini na taarifa wanazozipata mtandaoni na kuwataka kujiridhisha kwa kufuatilia akaunti rasmi za taasisi au kuwasiliana na mamlaka husika kabla ya kusambaza taarifa zozote. Tunatoa onyo kwa wote wanaofanya uhalifu huu, hatua kali za kisheria zinachukuliwa, amesema Gelson Msigwa, katibu mkuu na msemaji mkuu wa serikali. Mbali na akaunti hizo ambazo nimekutajia, TRA wamethibitisha pia kudukuliwa, lakini pia akaunti ya Chama cha Mapinduzi ilidukuliwa. Je, hili ni jambo la kipekee kwa Tanzania? Ukweli ni kwamba nchi mbalimbali duniani zimekumbwa na matukio ya aina hii, baadhi yakiwa na athari kubwa zaidi, lakini bado swali linabaki ni moja: nani amehusika katika kufanya tukio hilo? Bado hadi sasa haijulikani. Lakini pia swali la pili, kwa nini amefanya tukio hilo? Bado haijulikani. Lakini pia ukiachana na yote hayo, ni kwa nini haki akaunti muhimu za serikali, akaunti nyeti, tena kwa siku moja? Hizi hapa ni baadhi ya nchi 5 kati ya nyingi ambazo taasisi zake ziliwahi kudukuliwa. Nchi ya kwanza ni Marekani. SolarWinds Hacking mwaka 2020. Udukuzi wa mitandao ulioitwa SolarWinds Hacking ni mojawapo ya mashambulizi makubwa zaidi ya mitandao, likihusisha taasisi kadhaa za serikali ya Marekani kama Wizara ya Biashara, Hazina na Mambo ya Nje. Wadukuzi walitumia programu ya kampuni ya SolarWinds kuingiza virusi kwenye mifumo ya ndani. Tukio hili liliathiri pia kampuni binafsi
na lilituhumiwa kufanywa na wadukuzi wanaohusishwa na serikali ya Urusi. Marekani ilichukua hatua za kidiplomasia na kiusalama kulinda mifumo yao. Marekani ilitangaza vikwazo dhidi ya Urusi na kufukuzwa kwa wanadiplomasia 10 kama kisasi kwa kile ambacho Washington inasema ni uingiliaji wa Kremlin katika uchaguzi wa Marekani. Shambulio kubwa la mtandaoni na shughuli nyingine za uhasama. Ikulu ya White House ilisema vikwazo hivyo vile vinajibu shughuli za uhalifu wa mtandaoni dhidi ya Marekani na washirika wake, ikirejelea udukuzi huu mkubwa unaojulikana kama SolarWinds wa mifumo ya kompyuta serikali ya Marekani mwaka 2020. Nchi ya pili ni India. Tovuti za serikali ambazo zimedukuliwa mara kadhaa mwaka 2021, 2022 na mwaka 2023. Ni hivi majuzi tu India imekumbana na udukuzi ambapo tovuti rasmi 59 za wizara na taasisi zake mbalimbali zilidukuliwa. Taarifa ya Wizara ya Mawasiliano, Teknolojia ya Habari bungeni iliyotolewa mwezi wa pili mwaka 2023 ilieleza kwamba tovuti 50 za serikali zilidukuliwa katika mwaka wa 2022 hadi mwaka 2023. Akijibu swali la bunge lililoulizwa na mbunge wa CPI Boni Viswam, waziri wa wizara hiyo Aushmin Vaishan alisema kuwa kulingana na taarifa zilizoripotiwa na kufuatiliwa na timu ya kukabiliana na uhalifu mitandaoni ya India, jumla ya tovuti 59 za wizara, 42 za idara na 50 za serikali kuu na serikali za majimbo zilidukuliwa katika miaka ya 2020, 2021 na mwaka 2022. Nchi ya tatu ni Ujerumani. Udukuzi wa bunge mwaka 2015. Bunge la Ujerumani lilidukuliwa na maelfu ya barua pepe na nyaraka za serikali kuibiwa. Tukio hilo lilihusishwa na kundi la wadukuzi wanaotajwa kuwa na uhusiano na serikali ya Urusi. Tukio hilo lililazimisha uboreshaji wa haraka wa mifumo ya ulinzi mtandaoni kwa taifa hilo. Mpaka leo linabaki kuwa tukio la kukumbukwa na taasisi kubwa kama bunge nchini Ujerumani. Nchi ya nne ni Ukraine. Mashambulizi kwa mfumo wa umeme mwaka 2015 na mwaka 2016. Ukraine ilishambuliwa kwa mara 2 mfululizo kwenye mifumo ya nishati na kusababisha maelfu ya watu kukosa umeme kwa saa kadhaa. Disemba 23 mwaka 2015, gridi ya umeme katika mikoa miwili ya magharibi mwa Ukraine ilidukuliwa na kusababisha kukatika kwa umeme kwa takriban watumiaji 230,000 nchini Ukraine kwa muda wa saa moja hadi masaa 6. Shambulio hilo lilitokea wakati wa vita vya wakati huo kati ya Urusi na Ukraine na linahusishwa na kundi la Urusi lenye tishio sugu linalojulikana kama Sandworm. Hili lilikuwa mojawapo ya mashambulizi ya kwanza ya kihistoria ambapo udukuzi ulileta madhara ya moja kwa moja kwa huduma muhimu ya umma. Nchi ya tano mfano ni kutoka hapa Afrika Mashariki. Nchi ya Kenya. Mfumo wa huduma za serikali mwaka 2023. Mwaka 2023 Kenya ilishuhudia mashambulizi ya mtandaoni yaliyolenga mifumo ya serikali ikiwemo eCitizen, jukwaa la utoaji huduma mbalimbali kwa wananchi. Tovuti hiyo ilikwama kwa siku kadhaa, hali iliyosababisha usumbufu mkubwa kwa wananchi. Serikali ya Kenya ilithibitisha kuwa kulikuwa na shambulio la mtandaoni kwenye mfumo wa eCitizen unaotumiwa na umma kupata huduma zaidi ya 5,000 za serikali. Huduma hizi ni pamoja na maombi na hati ya kusafiria, pasipoti, utoaji wa visa za kielektroniki kwa wageni wanaotembelea nchini humo, utoaji wa leseni za udereva, vitambulisho na rekodi za kitaifa za afya. Hata hivyo, serikali ya Kenya ilichukua hatua za haraka za kuimarisha miundombinu ya usalama wa kidigitali. Hizi ni baadhi ya nchi 5 ambazo nimekutolea hapa kama mfano, ambazo matukio kadhaa ya udukuaji wa akaunti za serikali
yalitokea, lakini ni matukio ambayo yamekuwa yakitokea katika mataifa mbalimbali duniani, na sasa tumeshuhudia Tanzania ambapo mitandao ya taasisi Tanzania imedukuliwa. Polisi na serikali wametoa onyo kali, na baada ya kudukua akaunti hizo za jeshi la polisi TRA na baadhi ya akaunti za serikali, wadukuzi walikuwa wakichapisha taarifa za uzushi na uongo kuhusu Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tuachie maoni yako, lakini kubwa tuzidi kusubiria. Je, nani aliyehusika na udukuzi huo? Targeti yake ilikuwa ni nini, na kwa nini adukue akaunti zote nyeti za serikali kwa muda ambao unafanana, yani siku moja, lakini masaa ni tofauti, ambapo taasisi mbalimbali za serikali zikawa zinaripoti akaunti zao kudukuliwa? Tuachie maoni yako na endelea kukaa karibu nasi kwa taarifa zaidi.